Mwongozo wa kujifunza Biblia. Leo ikiwa ni Januari 7, siku ya Jumatano. Ni katika mfululizo wa somo la pili hili linalosema sababu za kushukuru na kusali. Mada ya leo inasema tunda la Injili. Uhusiano wa Paulo na Wakolosai ulikuwa tofauti na ule wa Filipi. Aliwajumuisha miongoni mwa wale ambao wasioniona uso wangu katika mwili. Wakolosai sura ya 2 aya ya 1. Hata hivyo, Paulo aliwahakikishia kama alivyofanya kwa Wafilipi kwamba anamshukuru Mungu kwa ajili yao na siku zote anawaombea. Soma Wakolosai sura ya 1 aya ya 3 hadi ya 8. Ni mambo gani matatu ambayo Paulo anamshukuru Mungu kwayo? Paulo anaweka pamoja nemsi tatu ambazo anazitaja katika sehemu nyingine: imani, tumaini na upendo. Tazama waraka wa kwanza wa Paulo kwa Wakorintho sura ile ya 13 aya 13, na waraka wa Paulo kwa Wathesalonike, waraka ule wa kwanza sura ya 1 aya 3. Pia waraka wa kwanza wa Paulo kwa Wathesalonike sura ya 5 aya 8. Ona kwamba Paulo hawasifii Wakolosai kwa mambo haya. Anamshukuru Baba kwa ajili yao kwa sababu kama anavyosema Yakobo, hivyo ni miongoni mwa vipawa vilivyo kamili tunavyopata kutoka kwake. Yakobo 1 aya 17. Tunapoona upendo wa Mungu kwetu unatuongoza kwenye imani katika Kristo, Waefeso 2 aya 4 hadi ya 8, na tunapokea tumaini la mbinguni. Petro analielezea kama urithi usioharibika, usio na uchafu, usionyauka, uliotunzwa mbinguni kwa ajili yetu. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 1 aya ya 4. Paulo pia anakazia kwamba Injili ni ya kutegemewa kwa sababu imejengwa juu ya neno la kweli. Hiki ni kirai ambacho Paulo anakitumia mahali pengine akirejelea neno la Mungu lililovuviwa. Tazama Wakorintho wa pili sura ile ya 6 aya 7, Timotheo wa pili sura ya 2 aya 15. Tofauti na neno la wanadamu linafanya kazi kwa ufanisi kwa wale wanaoamini. Waraka wa kwanza wa Paulo kwa Wathesalonike sura ya 2 ya 13, na kutimiza mapenzi ya Mungu, Isaya 55 aya 11. Kwa hiyo, Injili inapotangazwa, uweza wa Mungu unadhihirishwa kupitia kazi ya Roho Mtakatifu katika mioyo ya wasikilizaji, na watu wanaitikia. Injili yenyewe inazaa matunda kwa sababu ni neno la uzima. Wafilipi sura ya 2 aya ya 16. Pengine kinachostaajabisha zaidi ni kuenea kwa Injili kwa muda mfupi sana. Ndani ya takriban miaka 30 ya kifo na ufufuo wa Kristo, Paulo angeweza kusema tayari ilikuwa imeenea katika ulimwengu wote. Wakolosai 1 aya 6. Baadaye kidogo katika sura hiyo hiyo anasema Injili iliyohubiriwa katika viumbe vyote vilivyo chini ya mbingu. Wakolosai 1 aya 23. Mfumo mpana wa barabara za Kirumi uliwezesha mawasiliano na usafiri wa haraka. Ndivyo ambavyo nyaraka za Paulo zingeweza kusambazwa sana na upesi. Lakini ni uweza wa Mungu utendao kazi kupitia neno liletao uzima wa kiroho ndani ya mtu. Yakobo 1 aya 18, Petro wa kwanza 1 aya 23, na kumfanya kuwa kiumbe kipya katika Kristo. Wakorintho wa pili sura ile ya 5 aya 17. Katika Wakolosai 1 aya 5, Paulo anaandika kuhusu tumaini tulilowekewa akiba mbinguni. Unaelewa nini kuhusu tumaini hilo?
na kwa nini linakuhusu wewe binafsi ingawa kwa kweli haufai? Hii ni Januari 7, siku ya Jumatano, tunda la Injili. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu hudumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.